Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, wapenzi wa klipu zangu, wapenzi wa fimbo za Babu Haji, wapenzi wa pentagram za ajabu kutoka kwa Babu Haji, wapenzi wa pete zangu mbalimbali, pia wapenzi wa vitabu vyangu mbalimbali. Asanteni sana. Leo nakuja kuisherehesha hii fimbo yetu, fimbo ambayo nimekwisha kuitolea maelezo kwa muda mrefu kidogo. Sasa nawapeni sherehesho ya hiyo fimbo pamoja na katoto kake. Ina maana hizi mbili unazinunua kwa pamoja, zinakuwa hii ndogo ni kama vile remote ya hii kubwa ambayo unaweza kuifanyia kazi. Fimbo hii ina maandishi ambayo ni maandishi yenye nguvu, ambayo kwanza kuna pentagram katika fimbo hii, kuna alama ya mim ambayo ina nguvu zake, pia kuna alama ya Kirumi ambayo ni 11 hash kwa juu, alafu pia kuna alama ya 1 2 3 4, yote hayo ni majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, na pia kuna alama ya he na kuna alama ya namba 6 mwisho. Pia kuna batwada za hajawahi. Neno hili lina nguvu sana. Hili herufi hizi ndizo herufi ambazo zinaongoza katika uchawi wa kitabu. Hizi zinaitwa zinaitwa herufi za Ghazali. Herufi za Ghazali ambazo ni Utatu Mtakatifu. Pia kuna Bismillahirrahmanirrahim ambayo iko katikati ya fimbo yako. Fimbo hii ina alama huku juu yake. Huku kuna alama ambazo, kuna alama inayoashiria moto, kuna alama inaashiria upepo, kuna alama inaashiria udongo, kuna alama inaashiria maji. Ina maana unaweza ukafanyia kazi yoyote fimbo yako hii, isipokuwa nitawafundisha imani. Imani ndio inayofanya kitu kiweze kufanya kazi. Ina maana hii fimbo kwa sababu ni kubwa, basi unaweza kutembea na hichi kifimbo kidogo kwenye begi lako na kiweka kwa ajili ya kuweza inakuwa kama umetembea na hiyo fimbo kubwa. Hizi fimbo zina rangi mbili tofauti. Kuna rangi nyeupe, kuna rangi nyekundu. Ina maana inafanya mambo ya kheri, pia mambo ya shari. Asante sana. Kitabu chake kinaeleza vizuri ni jinsi gani unaweza ukaitumia fimbo hii. Pia vile vile katika fimbo hii kuna neno Allah, kuna neno ya Huwa, kuna neno ya Nur, kuna neno ya Jabbar, kuna neno ya Malikum. Haya yote ni majina ya Allah subhanahu wa ta'ala yenye nguvu. Ina maana fimbo hii haihitaji kuchinjiwa, bali inahitaji kuisomea. Kama utaweza kuisomea, kama utaweza kuishika tu namna hii na kusema maneno yako unayotaka kuweza kusema, kwa sababu fimbo hii ina nguvu zake za hatari sana. Na kuna watu ambao wameshaichukua fimbo hii wanatoa shukrani nyingi sana, kwa sababu katika upande wa tiba ni fimbo ambayo inatibu sana, tena kwa urahisi kabisa, hasa upande wa mapepo na upande wa kusafisha nyota inshallah taala. Kwa hiyo fimbo hizi ni fimbo ambazo ziko mujarabu. Ukiangalia vizuri kwa mbele utaona ina kadoti keusi hapo, ni kitobo kimetobolewa kiingizwa dawa, na kwa huku pia vile vile unaingizwa dawa kwa ajili ya kuweza kuikomandi fimbo kubwa. Na pia kubwa na yenyewe ukiangalia kwa huku mbele vizuri utaona ina kitobo na penyewe imeingiziwa dawa, na huku pia kuna tobo kubwa ambazo kumeingizwa talasimu pamoja na dawa zake. Unaweza kuiamrisha chochote hii fimbo na ikafanya. Na pia vile vile fimbo hii unaweza ukaitia
katika maji, ambayo maji hayo ukipata maji ya mvua ni uzuri zaidi ukayasomea ya huwa ya huwa ya huwa ya huwa ya huwa la ilaha illa huwa ya huwa ya huwa ya huwa la ilaha illa huwa, alafu ukaiweka katika chombo ambacho inaweza katosha fimbo yako na katoto kake, ukaweka ukailaza humo, asubuhi ukaitoa, alafu uone nguvu zake. Hii fimbo ina mahali ilipo hawezi kuingia mtu mbaya wa aina yoyote, na pia vile vile hii fimbo ni mvuto mzuri sana, ambapo unaweza ukainuiza na ikakufanyia mambo makubwa na mazuri kabisa. Nitaendelea kuwashereheshea fimbo hii, kazi zake ni zipi. Nilielewesha kuhusu malipizi au kichapo cha kwa adui, nikasema unakwenda katika lalo la zamani. Ukishafika katika lalo la zamani, basi utanuia mambo yako yanavyonuia. Nafikiri manuizi zaidi ya katika kitabu na maneno ya kusema, kisha utapiga fimbo yako mara 7 juu ya lile lalo, halafu sema maneno yako, kisha amkanenda, utaona maajabu kabisa. Na katika upande wa kusafisha nyota, basi tumia fimbo hii kubwa kwa huku mbele, huku mbele ndiko kwa kukorogea. Unakoroga huku ukisema maneno yako, unataka kuyafungua, nafungua au namfungua fulani, kafungwa, sijajua amefungwa na nani, kafungiwa wapi sijui, kama kaburini, jalani, chooni, njia panda, msituni, poleni kwenye maji, baharini, basi namfungua kuanzia leo. Kama unaweza kusoma alam nashra, unasoma alam nashra ala fasadraka wa wada'na anka wadhilaka alladhi kadhaharaka wa rafa'na laka dhikraka fa innama al-usri yusra fulani binti fulani, innama al-usri yusra fulani binti fulani. Basi inshallah kisha omba kwa Mwenyezi Mungu kwa imani yako, halafu hayo maji nenda kayakoge, utaona maajabu kabisa jinsi mambo yatakavyoweza kufunguka. Njia hii ni njia ambayo ni nzuri sana, inayoweza kukufanya wewe kuonekana miongoni mwa wenye kuonekana. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufungulie njia za kipato, atufungulie njia za amani, atufungulie njia za upendo, na pia msiache kuiombea nchi yetu Tanzania, nchi ya amani, iendelee kuwa na amani, na Mwenyezi Mungu asitujalie kupata mvurugano, manake wengine tutakosa pa kwenda. Hatuna nauli za kwenda Ulaya huko, tutabaki kufa pole pole, lakini inshallah Mwenyezi Mungu ataepusha kwa hilo. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tutaendelea kuzisherehesha kidogo kidogo hizi fimbo mpaka tutakapokuwa tumeelewana vizuri, kwa sababu kuna nyongeza zingine ambazo zinahitajika kuweza kukuelekeza taratibu na polepole kuhusu fimbo hizi. Wameja sana. Goodbye. Thank you very much. Pia tanyongeza kabisa zaidi, kuna mmoja ambaye alichukua fimbo hii akanuia kuona jambo fulani katika njozi, na akaweka fimbo hii, anasema aliona majoka na vitu vinamfukuza, lakini alichokinuia hakuweza kukiona. Ndugu yangu, ni kwamba majoka ni uadui katika njozi. Majoka ni uadui, lakini inategemea yule joka unamuogopa. Kama yule joka anakufukuza au unamuogopa, huyo ni adui. Kama yule joka kaja tu anakulambalamba au unamfurahia, unamshikashika, basi huwa ni dalili ya kupata machumo, kupata mali, kufungukiwa na mambo yako kwenda vizuri, au kupata mali kwa njia za mambo ya kwelele hivi. Asante sana. Na pia vile vile katika upande wa njozi, inaweza kukuletea njozi za tofauti na ulizoziomba, lakini weka tena kwa mara ya pili kama hujaweza kuielewa. Basi inshallah utapata njozi ambazo utaweza kuzifahamu vizuri, au nunua kitabu cha Babu Haji cha ndoto namba 3, kina ndoto zote inshallah zinazohusikana na uzuri pamoja na ubaya. Thank you very much. Kudegereka sote angeni. Wameja sana.